Bwana mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Elimu Mseto TV. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, tunakuletea basi taarifa mbalimbali ambazo zitakufanya uonekane mjanja. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una like, una subscribe, una comment na kushare ili kusudi na wengine waweze kupata elimu hii. Hivyo basi, leo ninakuletea matukio ambayo yaliweza kutokea mwaka 2025. Bwana hebu tuendelee kwa pamoja nizidi kukujuza. Tukio la kwanza ilikuwa ni uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mwaka 2025 Oktoba 29, ambapo tunaona kabisa rais ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kushinda kwa asilimia kubwa sana ipatayo kabisa na asilimia ni 97, jambo ambalo lilizua na kuleta taharuki katika sura za mataifa mbalimbali pamoja hata na ndani ya nchi, ambapo watu wanakosoa na kusema kwamba vyama vingi na vyama vyenye uwezo mkubwa sana kupingana na chama tawala vilishindwa kushirikishwa, jambo ambalo lilileta taharuki na likaleta matukio mbalimbali pamoja na mauaji na vifo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Jambo la pili ni dira ya maendeleo. Tunaona mwaka 2025 Tanzania iliweza kupanga dira ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo Tanzania ilijikita katika kutengeneza dira ambayo itaiongoza kuletea wananchi mafanikio mpaka ifikapo mwaka 2050. Bwana tunaendelea. Tukio la tatu ilikuwa ni kushiriki katika matukio ya kimataifa. Tunaona kabisa Tanzania mwaka 2025 ilishiriki katika mkutano wa kimataifa ambao unaitwa Expo Osaka 2025, ambao mkutano huu ulikuwa na malengo ya kuongea masuala ya kibiashara na ushirikiano wa kimataifa, yani kushirikisha Tanzania kushiriki katika matukio mbalimbali ya kibiashara ulimwenguni. Hapa tunaona World Travel Award 2025 Africa and Bahari ya Hindi. Hapa tunaona kabisa kuna tukio moja kubwa ambalo Tanzania ilishirikishwa katika hizi tuzo kubwa za wenye wanasema ni mambo ya bahari, yani utunzaji wa bahari pamoja na utunzaji wa mazingira. Tunaona Tanzania iliweza kushirikishwa katika tukio hilo. Bwana tunaendelea. Tukio la 4 tunasema kwamba lilijikita katika masuala ya afya na matatizo ya afya. Kadri tunavyoona kabisa mwaka 2025 Tanzania iligubikwa na tatizo la ugonjwa mmoja unaitwa Marburg ilizuka Tanzania, ambao ni ugonjwa ulitishia sana, lakini tunavyoona kwamba ukuleta madhara makubwa sana ndani ya Tanzania. Basi ni ugonjwa ambao ulipita tu kama vile ni magonjwa ya mlipuko, lakini ni moja tukio au matukio ambayo yalileta taharuki na kuzua hofu ndani ya mwaka 2025 hapa nchini Tanzania. Nje na hapo tunaangalia katika michezo. Tanzania iliweza kushiriki katika michezo mbalimbali ya Sekafa pamoja na Kagame Cup 2025. Tunaona kwamba ligi kuu ya klabu za Afrika Mashariki na Kati, Kagame International Club Cup, ilifanyika Tanzania na Singida Black Stars kuchukua ubingwa. Bwana hapa tunaona kabisa Tanzania ikuachwa nyuma mwaka 2025, iliweza kufanya matukio mbalimbali ya michezo na pamoja na klabu mbalimbali ziweze kashinda na kuleta ushindi mkubwa kabisa hapa nyumbani. Bwana, tukio jingine kubwa ambalo liweza kutokea mwaka 2025 ni pamoja na ajali na tukio ambayo yalileta taharuki kubwa. Ajali mbalimbali zinaweza kutokea nchini Tanzania, ikiwemo pamoja na kudondoka na ile helikopta ambayo ilikuwa inafanya uokoaji katika mlima Kilimanjaro, jambo ambalo lilisababisha vifo vya watu 5. Bwana, tukio jingine ni tamaduni na matukio mengine, kama vile tunaangalia kwamba Tanzania kama ni nchi ambayo inapenda burudani pamoja na kutoa elimu mbalimbali, basi tunaona zilifanyika tuzo kubwa za filamu zinazoitwa Zanzibar International Film Festival, kwa kifupi wenye wanaziita ni ZIFO. Tamasha kubwa la filamu pamoja na sanaa lilifanyika Zanzibar Juni 25 hadi 29, 2025, likivutia wasanii pamoja na watazamaji. Bwana basi nimekupitisha kwa haraka. Hayo basi ni mambo kadhaa wa kadha ambayo yaliweza kutokea mwaka 2025 hapa nchini Tanzania. Basi sijakufunga, unaweza ukacomment na
comment na kuonyesha matukio mengine ambayo yalitikisa vichwa vya habari hapa nchini Tanzania, pamoja na yale matukio ambayo yaliweka wewe katika sintofahamu na taharuki kubwa. Bwana, tunaendelea kuzidi kukujuza na kukuelimisha kupitia Elimu Mseto. Basi kama lako ya kwanza au hujabonyeza alama ya subscribe, hakikisha basi una subscribe, una comment na kushare ili kusudi na wengine waweze kupata elimu hii. Bwana, mimi hapo nimefika mwisho. Kumbuka basi, mimi naweza nikasema neno tu adios.